Mimi ni Askofu Mkuu Anthony Muheri wa Jimbo Kuu la Nyeri. Bado katika mwaka wa matumaini, sisi ni mahujaji wa matumaini. Yaani ni kusema sisi ni wenye kusafiri kwa pamoja kwa matumaini. Tukielekea kwa Mungu wetu, tukitembea na Mungu wetu, tukijawa na matumaini ya yale Mungu wetu ametuahidia. Jumapili hii ningelipenda tutafakari kidogo kwa wale ambao kati yetu hawapati fursa sawa na sisi kumfikia Mungu, kufikiwa na Injili na hata kuhudumiwa vilivyo. Hawa ni wale walio katika special needs. Kwa kawaida tunawaita wale walemavu, walio na ulemavu fulani, walio na shida ya viungo vya mwili ama vipawa vyetu vile Mungu ametupa. Na hawa ni tofauti. Na hawa ni ndugu na dada zetu ambao wamo katika familia zetu. Kuna wengi familia ambao wanapata shida kuwalea watoto walio na ulemavu fulani, walio na shida fulani, hata ikiwa ni ya kuelewa kusoma, yani ulemavu wa akili, ama shida ya viungo, ulemavu wa kutembea ama kutoka hapa mpaka pale viungo vya mwili, ama wale walio hawasikii, ulemavu wa kusikia, na labda hatu wahudumii ya kutosha, hatuja wakaribia ya kutosha, hatujaleta Kristo kwao vilivyo. Na ndio maana sasa Jumapili hii tufikiri jinsi tunaweza peleka matumaini kwa hawa ndugu na dada zetu, kwa hizi familia ambazo mara nyingi tunazisahau na tena wanaoweka bidii zaidi ya kuwasaidia, kuwahudumia na kuwalea hawa watoto wetu. Katika Injili ya Mtakatifu Marko tunasoma katika sura ya 2 mstari kutoka wa 3. Wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza, anachukuliwa na watu 4. Na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, kumkaribia Yesu, walitoboa dari pale alipokuwapo, na wakisha kuivunja wakaliteremsha gondoro alilolilalia yule mwenye kupooza. Na Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Na baadhi ya waandishi walikuwapo huko wameketi wakifikiri mioyoni mwao, mbona huyu anasema hivi? Anakufuru. Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja, ndiye Mungu? Mara Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao. Akawaambia, mbona mnafikiri hivi mioyoni mwenu? Wepesi ni vipi kumwambia mwenye kupooza, umesamehewa dhambi zako, na kusema ondoka, au kusema ondoka, ujitwike godoro lako uende? Lakini mpate kujua ya kwamba Mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Hapo akamwambia yule mwenye kupooza na kuambia, ondoka, ujitwike godoro lako uende nyumbani kwako. Mara kaondoka, akajitwika godoro lake, akatoka mbele yao wote. Hata wakastaajabu wote, wakamtukuza Mungu wakisema, namna hii hatujapata kuiona kamwe. Wakristo wapenzi, Wakenya na watu wa nia njema, sisi ndio wale tunaowabeba wenzetu walio na ulemavu kwa Kristo. Na sio tu kumbeba, hata kuleta Kristo kwao. Sisi tumepewa jukumu ya kuwasaidia wenzetu wakaweza kumfikia Yesu, hata kwa kuweka bidii sisi wenyewe waweze kuguzwa na Kristo.
Mara nyingi tunawasahau kwanza wale walemavu wasioweza kupanda ngazi katika makanisa yetu. Basi tufikiri katika makanisa na mahali pa kuhubiri, mahali tunakusanyika, tuweze kuwafikiri hawa tunapofanya mipangilio yetu. Tukumbuke tena wale ambao wamo kati yetu wasiosikia, ili tukaweza makanisani mwetu kuwapokea, kuwalaki, kwa sababu kunaye anayetafsiri kwa lugha ya ishara. Na hata sisi sote wa Kristo angalau tujifunze kidogo maneno machache ya lugha ya ishara, ili hawa ndugu na dada zetu waweze kuhisi kwamba wanapokelewa, wako wanakaribishwa katika makanisa na vikao vyetu kawaida. Ni vyema, inaweza kuwa tunaweza soma ishara hizi kwa wimbo moja wa ishara ambao tunaweza soma katika makanisa, na sana sana vijana, wanarika na watoto watuonyeshe, wasome hizi nyimbo za ishara ili watufundishe angalau kuzungumza na ishara hata katika wimbo, ama katika kusalimiana, ama katika kukumbuka nini ambalo kushangilia kwao kunakuwa namna gani. Kadhalika tusome na tuwalaki wale ambao hawasikii, kwa sababu si kwamba ni kukosa kusikia, ila ni sisi hatujaelewa lugha ambao hawa wanazungumza. Tuweke bidii kusoma lugha ya ishara. Katika makanisa yetu tuwalaki wale wasioona, na tuwaweze kueleza yanayotokea katika kanisa polepole, kwa sababu wakati mwingine wamo katika viti vyetu lakini hawaelewi ni nini naendelea kule mbele. Inapaswa kuwe na mtu wa karibu kueleza yale yanayotukia, ili tukijua kuna wale wasioona wahisi kwamba tunawaelewa, tunawaingiza katika yale tunafanya kwa kanisa. Basi tuweke bidii sana katika wale wote waliolemewa sana. Wakati huu ningetaka kuhimiza yale tumechukua kama mradi wetu hapa jimbo kuu la Nyeri, kwa wale watoto walio na autism. Wale ni wale ambao wako na shida ya kusoma, kuelewa, kuzungumza, lakini sana sana wako na nguvu nyingi sana, wanaruka, wanakimbia, na wakati mwingine hatuna njia rahisi ya kuzungumza na hao watoto. Na mara nyingine katika kanisa zetu unaonekana kama ni wanaleta tabu, wanatuchanganya, wanasumbua tukiona kwa kiubinadamu, lakini hao ni watoto wetu ambao wako na shida, na inapaswa sisi sote tuwalaki. Mkiwa na mtoto ama watoto wengi katika kanisa yenu ambao wanakimbia, uliza, kwa sababu wengine wao sio kwamba ni watoto sio kwamba ni watoto watukutu, lakini ni ulemavu wa aina ambao unawafanya wasielewe yanayoendelea, na kurukaruka na kujirucha chini, na vitu ambazo zinaitwa autism. Katika jimbo letu tumefungua sasa mahala pa Autism Therapy Center. Tunaomba kwamba mwezi ujao tutaanza sasa kuwatibu, kutembea na hawa watoto na wazazi wao, na kuwapa matumaini kwamba hawa watoto wanaweza soma, wanaweza zungumza, wanaweza mwishowe kujua kuishi vyema na wenzao bila shida, kelele na ghasia, kwa sababu hiyo inatokana na mambo mengi ambayo inatukia katika fikira, akili za huyu mtoto. Ndiyo maana ninaomba, na kuna wale ambao wametusaidia sana tunapoiunda hizi stesheni za Autism Therapy Center. Tutajaribu kuwa na moja ile tunafanya kubwa na Nyuki, na lingine ndogo hapa Nyeri. Tuomba kwamba itaweza wasaidia wenzetu. Tufikiri katika mikutano yetu
katika makao yetu kama parokia, kama kanisa ya local church, ama katika zile mikutano yetu ya jumuiya ndogo, tufikiri ni nani walio na shida ya ulemavu ama familia, ili hata sisi tujitolee kuwasaidia na kutembea na hawa. Haya ndio matumaini, na matumaini haikati tamaa. Matumaini kama wale waliomchukua huyo mlemavu na wakamleta kwa Yesu. Sisi tusaidie wenzetu wahisi kwamba Yesu anawajali, kwa sababu sisi tunatembea na hawa katika hii hali ya mahujaji, watembeaji kwa matumaini. Mwenyezi abariki watoto wetu walio na shida mbalimbali, walemavu na hata watu wakubwa ambao tunataka kuwajalia na kuwahudumia na kuwapokea katika vikao vyetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Jueni kwamba Kristo anawapenda nyinyi wote mlio na shida yoyote ile, na basi karibia ili tuweze kuwasaidia katika kanisa.